Kwa majina naitwa Dr. Patrick Bilikundi, ni mratibu wa huduma za tiba katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete. Na hivi karibuni tumekuwa tukiratibu zoezi la kanda ya magharibi la kambi ya madaktari bingwa wa Dr. Samia kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9 ndio itakuwa kikomo cha kambi yetu. Kwa ufupi tu, hii kambi imejumlisha mabingwa zaidi ya 50 kutoka ndani ya kanda ya magharibi na wengine kutoka hospitali za kanda za rufaa ya Bugando, Benjamin Mkapa, KSMC na Muhimbili, na wamekusanyika katika hospitali yetu kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Tabora na walioko mikoa ya jirani ya Kigoma, Katavi na Shinyanga. Na mpaka kufikia jana jioni tarehe 8 mwezi wa 5 2025 tulikuwa tumeshabahatika kuona wagonjwa zaidi ya 1700 tukielekea 2000, na wengi wao wamejitokeza kwa wingi katika vitengo vya magonjwa ya ndani, kitengo cha mifupa kikifuatia kina mama na uzazi na wengineo. Na kati ya hao wagonjwa mpaka kufikia jana tulikuwa tushafanya upasuaji usiopungua 100 kwa wananchi wenye shida mbalimbali katika vitengo vya mifupa, vitengo vya upasuaji wa jumla, mfumo wa mkojo, koo na masikio na pua, hadi kinywa na meno. Kwa ukiangalia kwa takwimu hizi inatia matumaini, mwamko umekuwa wa kuridhisha, kwa sababu kwa matarajio yetu tulitegemea kwamba tutapata wagonjwa mpaka siku zinaisha kwa karibia 2000 kwenda 3000, lakini mpaka jana tu siku ya 4 tushafikia karibia 2000. Kwa tutategemea mpaka tunamaliza leo hii jioni au kesho tarehe 10 tutakuwa tuna namba kamili ambayo inaweza hata kazidi hiyo 2000 au ikafikia 3000 kamili. Kwa ni wito tu kwa wananchi kwamba changamoto za kiafya zipo na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan chini ya Wizara ya Afya imejaribu kuboresha upatikanaji wa huduma kwa kusogeza huduma za kibingwa na bingwa bobezi karibu na wananchi, kuwapunguzia gharama za kusafiri na kuwafuata wataalamu hawa katika hospitali zao hizo. Kwa nitoe rai tu kwa wananchi kwamba wajitokeze kwa wingi, na hii huduma ni endelevu. Kila robo mwaka waga tunafanya hii. Kwa misingi hiyo watazidi kufaidika na huduma kama hii. Kwa wito wao ni kujitokeza kwa wingi ili waweze kupata huduma hii. Mwitikio ni katika idara ya magonjwa ya ndani ambayo inahusisha watu wenye changamoto ya pressure, kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya vidonda vya tumbo na figo, ndio mpaka sasa inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa waliohudhuria kwa siku zilizopita, ikifuatia na kitengo cha mifupa. Idara ya mifupa nao ndio imefuatia kwa kuwa na watu wengi zaidi. Kwa hii inazidi kuonesha kwamba janga la magonjwa yasiyoambukiza ni tatizo si tu kwa mikoa mingine bali hata mkoani kwetu au kanda nzima ya magharibi. Kitu ambacho ni kizuri ambacho jamii inapaswa ijue, magonjwa mengi yasiyoambukizwa mengi yao ni mtindo wa maisha. Tukisema mtindo wa maisha ni jinsi tunavyokula, jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyoshughulisha mwili. Kwa tuangalie ulaji wa vyakula vyetu vya wanga, vyenye sukari nyingi, unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara. Hivyo ni vihatarishi sana ambavyo vinachangia katika upatikanaji wa mtu kupata haya magonjwa yasiyoambukizwa. Lakini pia kuachana na tabia bwete, tunasema wao wafanya mazoezi, wasipende kukaa muda mrefu, kutojishughulisha mwili, kutoupa changamoto ya mazoezi. Hiyo nayo inasaidia katika kupata hii shida ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa jamii kama jamii kishajua vihatarishi na kaviepuka, ni matumaini yangu kwamba tutaenda kupunguza wingi wa magonjwa ambayo tunayaona katika jamii. Sasa tukiangalia kwa wingi katika orodha katika takwimu zetu za mahudhurio, wengi ni watu kuanzia miaka 35-40 kwenda 60 hadi uzeeni. Ndio wengi tuliowapata. Wengine katika lika dogo kama hili wamejitokeza kwa uchache, la kwa changamoto zingine sana za madonda ya tumbo, magonjwa ya ngozi na mengineo ndio tuliokuwa nao. Lakini kwenye haya magonjwa mengine kama shinikizo la juu la damu, manaki pressure kupanda, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, wengi wao walikuwa kwenye miaka 35-40
kwenda juu mpaka 60 na kuendelea. Kitaalam sasa inajulikana kama unavyojua, katika umri tunavyozidi kukua na kila kitu kinakuwa. When we age everything ages, tunasema kitaalam. Kwa unajikuta katika rika kama hili ndio lipo hatarini kupata magonjwa ya mishipa ya damu, na mishipa ya damu inapokuwa tutasema iko stiff ndio chanzo cha kupata shinikizo la juu la kupanda. Lakini pia rika hili ndio lika ukiona miaka 35 40 ni wengi ambao wameshakuwa exposed kwenye vile vihatarishi kwa muda mrefu. Uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, ulaji wa vyakula visivyo na manufaa kwa afya ya mwili kwa muda mrefu. Sasa mkusanyiko wa exposure hivyo vitu kwa muda mrefu ndio unapelekea mtu anakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata haya magonjwa kulinganisha na yule ambaye bado kidogo yuko katika umri wa chini kama miaka 20 kushuka chini. Lakini hii haimaanishi kwamba ukiwaga na umri chini ya miaka 35 kwamba hauna hatari yoyote ya kupata haya magonjwa. Haya magonjwa wakati mwingine tunasema yana asili ya vinasaba, genetics, kurithika. Kwa wakati mwingine unaweza kujikuta hata katika umri mdogo tu unapata hizi changamoto, na wapo tunaona, tunaanzisha matibabu, wanakuwa na mwendelezo mzuri kiafya. Kwa kweli naweza nikasema hatujaona kwamba kuna rare case au interesting case ambayo imejitokeza, lakini kitu ambacho nimeshukuru tumeweza kufanya upasuaji wa nasema mkubwa mingi tu. Kwa mfano katika kitengo cha kinywa na meno tumeleta bobezi wa kitengo hicho, amesaidia katika kuhudumia wagonjwa waliokuwa na uvimbe mkubwa kwenye mataya, amatolea hiyo shida. Lakini pia hata katika kipengele cha kitengo cha mfumo wa mkojo urology tumeleta mbinu mpya ya upasuaji ambao ni sio wa kufungua tumbo. Wanatumia tu vifaa vya kisasa, wanamrekebishia mtu tezi dume yake, anaondoka. Kwa kidogo katika hii kambi pia tumeboresha utoaji wa huduma kuleta za kisasa zaidi kuliko zile njia za zamani ambazo tulikuwa tukizizoea za utoaji wa hiyo huduma. Kwa mbali na kwamba tumefanya operation nyingi, lakini pia tumejitahidi ziwe za kisasa na zenye kuleta madhara kidogo kwa mwananchi na katika shughuli zake za kila siku.